na picha ambazo utakazoziona ni picha za awali, lakini nafahamishwa kwamba mwanahabari mwenza Laban Shaban yupo ngangari kutujuza mengi, ambapo mbunge wa Mukurweini John Kagusha yuko kizuizini mikononi mwa polisi baada ya kutoa matamshi yanayodaiwa kuwa ya uchochezi. Hai, Laban Shaban, hatutaandika kwa mate jamani, ilhali wino nao, tujuze yote. Naam. Sasa picha hizo ambazo umekwisha kuziona hapo Frida Mwaka ni picha za mbunge wa Mukurweini John Kagusha ambaye tayari amefikishwa katika kituo cha polisi cha Kamukunji hapa jijini Nairobi. Kwa kweli imekuwa ni shughuli siku yenye shughuli nyingi sana baada ya Kagusha kulala katika chumba cha habari cha Royal Media Services usiku mzima, wakati huo akisema kwamba anafuatwa na watu ambao wamejifunika barakoa na hawaonekani nyuso zao, wakiwa na zaidi ya magari 10. Lakini kufikia asubuhi akashikwa na kupelekwa katika makao makuu ya upelelezi wa jinai katika barabara ya Kiambu, kwa maana ya DCI Headquarters. Tukakesha pale tukazungumza pia na baadhi ya mawakili ambao walizuiwa kuingia na kumuona mteja wao mbunge John Kagusha. Baada ya muda kidogo hapo, tuseme saa 6 hivi adhuhuri, John Kagusha akaondolewa katika makao makuu ya DCI Kiambu Road na kuletwa hapa. Aliletwa kwa njia ambayo mawakili wanasema ilikuwa kwa njia ya siri na maficho zaidi. Wakati huo tukizungumza na mawakili, ni picha ambayo tayari na sauti ambazo tayari umekwisha zisikiza wewe kupitia runinga ya NTV na kwenye mitandao ya kijamii, kwamba mawakili walikuwa wanateta kwamba wamezuiwa kumwona mteja wao, na mteja wao hatimaye tumeweza kuonesha picha za moja kwa moja akiwa hapa katika kituo cha polisi cha Kamukunji. Kwa nini yuko hapa? Tumezungumza na mawakili, wanasema kwamba hawajui kwa nini ameshikwa, lakini habari ambazo zinaenea ni kwamba amekamatwa kufungamana na kauli yake, matamshi yake katika eneo la Kieni katika kaunti ya Nyeri, ambapo anadaiwa kutoa matamshi ambayo yanaweza kutenganisha jamii na jamii zingine nchini na kuleta machafuko ya kisiasa. Kwa hivyo ni kauli ambayo tutaachia mamlaka za uchunguzi humu nchini ziweze kupeleleza na kujua kweli alisema nini, na amesema kauli ambazo zinaweza kuchochea wananchi dhidi ya wengine. Tunaachia mamlaka za usalama na pia wakili wao kuweza kukumbuka kidogo. Wakili wao wanasema kwamba kama ametoa matamshi ya chuki, basi inakuwaje hajapelekwa NCIC. Tutafuatilia taarifa hii tuweze kukupa kwa kina na utendeti, nikiwa na mwenzangu hapa Fidel Nthiga Mudhoka. Kwa sasa kwako Frida Mwaka. Na asante sana, tunawaita mabarobaro wa NTV Laban Shaban, mpiga picha Fidel, kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kama mnavyosikia ni kwamba ni tayari ishaanza kuzua maswali chungu nzima kuhusiana na kushikwa kwake mbunge John Kagusha. Tutakuletea mengi zaidi baadaye.